Elimu ya Kikristo. Karibu sana, tuendelee na somo la njia za kufundisha. Mara ya mwisho nilikuelekeza njia za kufundisha kwa njia kuu ya masimulizi. Njia kuu ya kufundisha watoto ambayo ni masimulizi. Na nikawa nimekuelekeza kwamba inatumika kwa madarasa yale ya chini. Sasa leo nikuelekeze kufundisha madarasa ya juu. Hiyo hatutumii njia ya masimulizi, lakini hiyo wanasoma wenyewe kwenye kitabu cha mwanafunzi. Sasa nikuelekeze namna ya kujiandaa. Unaandaa vipi somo lako kwenye daftari lako la maandalizi? Halafu baada ya hapo nitakuja kukuonyesha namna gani unaweza kutumia maandalio yako darasani. Kwa leo na kuelekeza namna ya kuandaa masimulizi. Kwa hiyo kwenye kuandaa masimulizi kama kawaida nilivyokuelekeza kwenye kipindi kilichotangulia, kwanza uandae vifaa vyako. Unachukua Biblia yako, unachukua kitabu cha mwanafunzi na kitabu cha mwalimu. Halafu unachukua daftari yako na kalamu yako. Halafu tafuta mahali pa utulivu. Ukisha kutafuta mahali pa utulivu umekwenda, nenda katulie. Kisha uombe. Leo mstari ambao nakuongoza nao nimeandika kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili. Mtume Paulo anaandika hivi kwamba mtu na atuhesabu ya kuwa tu watumishi na mawakili wa asili za Mungu. Na anasema hapo tena katika mawakili inayohitajika ndio kwamba mtu aonekane mwaminifu. Kwa hiyo unatakiwa mwalimu unapojiandaa uwe mwaminifu, kuhakikisha umejiandaa vema ili ukafundishe vema. Kwa hiyo ukifika tulia, muombe Mungu ili neno lifanye kazi ndani yako mwenyewe kwanza, halafu likaombee na wanafunzi wako ili Roho Mtakatifu ahusike tangu unapojiandaa wewe, na utakaposimama kufundisha wanafunzi Roho Mtakatifu ahusike, afundishe, akutumie kama chombo. Basi maandalizi yako yanakuaje? Hatua ya kwanza ni kama nilivyokuelekeza pale. Utachora jedwali lako hili ambalo lina vipengele 7. Hapa utaandika jambo hapa mstari wa juu, na hapa chini utaandika hapa ni kitu, alafu hapo naandika chenyewe. Sasa hapa kwa mfano tarehe unaandika hapa chini yake tarehe. Kwa mfano mimi nimeandika hiyo tarehe 28 mwezi wa 4 mwaka 2026 ambalo nategemea kufundisha wiki ijayo Jumanne. Lakini cha pili ni muda. Itakuwa muda gani nitafundisha? Hapa nimeandika itakuwa ni saa 4 kamili mpaka saa 4 na dakika 40. Kwenye somo la masimulizi madarasa ya chini nilikwambia wale wana dakika 30. Madarasa haya ya juu yana dakika 40. Kwa hiyo nikiandika saa 4 mpaka saa 4 na dakika 40, mimi hapa inanisaidia kwa mambo mawili. Kwanza kwamba somo langu niandae la kutosha muda wa dakika 40. Pili, nitajua hapa kwamba kipindi changu nitaenda shuleni kufundisha kutoka saa 4 nitamaliza saa 4 na dakika 40. Kwa hiyo jambo lingine ni shule. Nimeandika mimi hapa mfano wangu shule TY nitakayoifundisha. Lakini hapa darasa ni darasa la 5. Sasa maandalio yangu nimeandaa, nimeshachukua kitabu cha darasa la 5, kitabu hiki cha mwalimu cha Kueni katika imani, halafu na kitabu hiki cha mwanafunzi na kwenda nacho kwa sababu mwanafunzi atakisoma hiki. Kwa hiyo ninavyo hivi vyote kwenye maandalizi yangu hapa ili niandae kutoka mwalimu nione anatakiwa kufanya nini na mwanafunzi atakachofanya ni nini. Mimi kazi yangu itaelezwa hapa, lakini atakayofanya mwanafunzi itaelezwa kwenye kitabu hiki. Kwa hiyo ninakuwa na
darasa la 5 nitafundisha. Idadi yake mimi mfano wake nimeandika hapa 47. Lakini somo ni la kwanza katika hiki kitabu cha Kueni katika Imani cha 5, somo la kwanza. Halafu ni kipindi cha ngapi? Hapa nimeandaa kipindi cha pili. Ni kipindi cha pili. Baada ya hapo basi unaandika kichwa cha somo. Kwenye hilo kitabu hiki ukiangalia, kama nilivyokuambia, kimeandaliwa na Umoja wa Makanisa ya CCT. Kwa hiyo ndio tunachotumia kufundisha shuleni. Kila darasa lina kitabu chake. Sasa hiki ni kitabu cha darasa la 5. Kwa hiyo utakuta kichwa cha somo la kwanza katika kitabu hiki inasema maana ya Biblia. Lakini mimi sasa, manake nilishafundisha kipindi cha kwanza, leo nitaendelea na kipindi cha pili. Shabaha ya somo nitaendelea nayo hii, kuwasaidia wanafunzi kujua kwamba Biblia ni neno la Mungu na kuliheshimu. Ni ile niliyoandika mwanzo, ndo ile nitaendelea nayo. Halafu naandika maarifa ya awali. Maarifa ya awali ni kwamba kile kitu ninachodhani wanafunzi wanakijua, kitakachonisaidia ili niwaelekeze kitu kipya ninachotaka kuwafundisha. Kwa hiyo hiki kitu ninakiandika hapa ili kikanisaidie kwenye utangulizi wangu wa somo nitakapokuwa darasani. Lakini sasa haya hiki kitu hiki sio kwamba ninakifanyia kazi. Bado hapa ni mambo ya kwangu ya kujiandaa. Kazi nitaianza hapo chini. Sasa baada ya hapo kuna vifaa nitakavyokuwa navyo. Kwa hiyo hapa mimi kwa somo langu nimeona kwamba nitakuwa na Biblia, halafu nitakuwa na kitabu cha mwanafunzi. Nitakuwa na Biblia na vitabu hivi vya mwanafunzi na kitabu cha mwanafunzi. Kitabu cha mwalimu sitaenda nacho kwa sababu maandalizi yote nitakuwa nimeshaandika kwenye daftari yangu. Sasa naweka yote, maandalizi yatakuwa kwenye daftari yangu leo. Kwa hiyo nitakapokwenda darasani sitakwenda na hiki kitabu cha mwalimu, nitakwenda tu na hiki cha mwanafunzi kwa sababu mimi kazi yangu nimeiweka kwenye daftari. Kwa hiyo baada ya hapo, kama kawaida unachora huu mstari. Sasa hapa samahani sijaandika hapa. Hapa unaandika ni kazi ya mwalimu. Kazi ya mwalimu. Hapa ni kazi ya mwalimu. Halafu hapa kwenye ubao taonyesha vitu gani na mwanafunzi hapa atafanya mambo gani. Kwa hiyo hapa kama inavyoonekana ni kwamba nitaanza vipi? Kwanza nimeweka ufunguzi. Hapa ndipo itaanzia kazi yangu darasani hapa. Huku yalikuwa ni maandalizi ya kwangu. Sasa kazi nitakapoingia darasani, hivi vitu nitakuwa navijua mimi, lakini nitakapoingia darasani kazi yangu itaanzia hapa. Kwa hiyo nitafungua kwanza vipindi vya dini tunafungua, hatuanzi tu. Kwa hiyo nimejiwekea utaratibu, nitaimba kwanza wimbo. Na wimbo hapa kwa sababu ni kipindi cha pili, lazima niimbe ule wimbo nilioufundisha kwenye hilo somo la kwanza, maana ya Biblia. Wimbo ule waliouimba naanzia ili uwakumbushe waanze kukumbuka kidogo lile somo nililo nani. Kwa hiyo hapa ndo wimbo huu, kitabu cha Mungu ni bora. Wimbo huu unapatikana kwenye kitabu hiki cha mwalimu, umeandikwa hapa. Kwa hiyo wataimba wimbo, lakini pili, baada ya kuimba wimbo tutafanya sala. Na mimi toka nilipoingia hapa, utaona hapa kwenye ubao, nikiingia tu darasani nitaandika darasani. Kama ubao wameuandika mambo walimu waliotangulia, nitahakikisha nafuta kwanza ubao wote, nafuta uwe safi kabisa. Halafu naandika neno dini. Nikishaandika dini, wanajua watoto wote wajue sasa ni kipindi cha dini. Halafu kwa sababu nilikuwa na somo tofauti na hili maana ya Biblia kwenye kipindi nilichomalizia, nisingeandika kichwa cha somo. Lakini leo
ningekuja kuandika kichwa cha somo mbele, lakini sasa leo kwa sababu nitaendelea haya maandalizi naandaa, nitakapokwenda nitafundisha kipindi cha pili. Sasa inabidi niandike, nikifika tu naandika dini na kuandika kile kichwa cha somo ambacho nilikuwa nimewafundisha, au ninaweza kuwauliza wao wenyewe, kwa sababu tumeshaimba wimbo huu, kitabu cha Mungu ni bora, wameanza kukumbuka, naweza kuwauliza wenyewe nikiwa dini nimeshaandika pale. Halafu tumeimba wimbo, tumeomba, halafu nitawauliza hapa, tulimaliza somo la mwisho tulijifunza kuhusu nini? Halafu wataniambia, lakini hapo ndipo nakuwa hapa nimeandika kwenye kazi ya ubao maana ya Biblia. Kwa hiyo nitaandika hapo. Baada ya hapo, kwa sababu ninaendeleza kipindi kile kile, ndo wameshasema, basi ninaendelea hapa kuwauliza maswali ya kipindi kilichotangulia. Kama ingekuwa sio somo hili, hata hivyo ningeuliza maswali hapa, ningeanzia wimbo ule wa somo nililolifundisha lile lingine, halafu na hapa ningewauliza maswali ya somo lile lingine, na hiki kichwa cha somo jipya ningekwenda kuandika baada ya kumaliza maswali haya ninapoanza kipindi kipya. Kwa maana hiyo ningekuja kukiandika kule mbele kama nitakavyo kuelekeza. Kwa hiyo hapa, na kwa sababu ni mwendelezo, nimeweka hapa baadhi ya maswali, mifano yake nimeandika hapa machache. Nimeandika maswali kama 4 ambayo lazima nikumbushe somo langu nililofundisha, nione kwamba wanakumbuka, na kwa sababu pia ni muunganiko wa lile somo ninalolifundisha sasa. Nimeweka mfano wa masomo wa maswali kwamba Amani alipata nafasi ya kwenda kusoma wapi? Halafu nafungia mabano na jibu ninalotarajia. Kitabu hiki cha mwanafunzi walichosoma kipindi kilichopita kinaonyesha kwamba alikuwa amepata nafasi ya kusoma kwenye shule ya Ipelele. Kwa hiyo nafungia kajibu kangu hapa Ipelele, ili sije nikauliza mtoto akakosa kujibu na mimi nikawa sina jibu, nimesahau, ili niangalie kwenye maandalizi yangu. Lakini swali la pili nimesema anapopanga vitu vyake ili anajiandaa kwenda huko shule, anapanga kwenye begi, alitanguliza kuweka nini? Walishasoma hapa kwamba alitangulia kuweka Biblia. Kwenye kipindi kilichopita walisoma, na ninafungia kama bano hapa kajibu kangu. Halafu swali la tatu nikauliza kwa nini Amani alitanguliza Biblia kwenye begi lake? Kwa sababu walishasoma kule, watanijibu, na jibu ninalolitarajia ni kwamba watasema kwa sababu baba yake alimwambia ni kitabu chenye maandiko matakatifu ya Mungu ambayo ni silaha ya maisha ya mwanadamu. Na mimi nafungia ni jibu ninalolitarajia hapa. Mtoto vyovyote vile atakavyojibu aelekee kwenye haya. Nimefungia na kajibu kangu. Lakini swali la 4, taja jina la jirani yake na Amani aliyekuja kumwaga. Watakumbuka kwamba alikuwa ni Petro. Nimefungia majibu hapa Petro, ambaye alikuwa yeye anasoma sekondari. Sasa kwa nini ninaweka haya maswali? Kwa sababu ni mwendelezo wa somo. Na kwa nini lazima niweke na swali kama hili? Kwa sababu mazungumzo yanayoendelea sasa kuhusu Biblia ni Petro atakuwa akimwelekeza Amani kuhusu Biblia. Kwa hiyo hapa ndo naunganisha sasa somo jipya. Kwa hiyo ni hivi, nimesema somo hili kwa sababu ni mwendelezo, kichwa chake nimekiandika nikiwa huku mwanzoni. Lakini ingekuwa niko somo ambalo sio kipindi cha pili, ninaanza somo jipya ambalo siendelezi, hapa ndo ningeandika maana ya Biblia, ningekuwa ndo naanza hapa kwenye somo jipya, ningeandika kile kichwa hapa. Lakini kwa sababu nimeshakiandika kwa sababu ni kipindi cha pili. Sasa baada ya hapo kwenye somo naingia sasa hapa, maana yake nitaingia pale tuliishia Amani alipokuwa anaelekezwa na yule jirani yake Petro, akamuuliza ungependa kujua zaidi kuhusu Biblia? Sasa leo hebu tuangalie mazungumzo yao yalivyoendelea, Petro alichoendelea kumweleza Amani zaidi kuhusu Biblia. Halafu hapa nimeandika sasa
watasoma kitabu cha mwanafunzi sehemu ya pili. Maana yake kitabu cha mwanafunzi sehemu ya pili ndo hapo ambapo watapata maelezo zaidi. Watapata maelezo zaidi hapa. Kwa hiyo ninaposema watasoma, maana yake wanaposoma mimi kwanza nitawaongoza. Nitakuwa na ruhusu mtoto mmoja mmoja anasoma kaaya kamoja, anasoma kaaya kamoja, halafu na wauliza tu maswali kidogo kukazia wanakumbuka kilichosomwa pale. Halafu tena anakuja mwingine anasoma, anakuja mwingine anasoma, huku mimi nikiwauliza maswali madogo madogo kuwaongoza. Na kitu cha pili nitakachokuwa ninafanya, nitakuwa ninaandika hapa kwenye sehemu ya ubao hii. Maana yake hii mistari unayoona inashuka hii ni kwa sababu hapa ubao umeishia, lakini daftari langu nalo likiishia ni hivi kwamba hii mistari itaendelea sasa mpaka mwisho wa maandalizi yangu. Itaendelea hapa, itaendelea. Kwa hiyo pale nimeunga, maana yake ni mwendelezo huo, lakini nimesahau tu kukuandikia hapa kazi ya mwalimu, kazi ya mwalimu. Halafu hapa ni sehemu ya ubao, halafu na hapa ni kazi ya mwanafunzi. Hapa ni kazi ya mwanafunzi. Kwa hiyo mimi wakati ule wanasoma, halafu ninawauliza na maswali, na kwenye Biblia na kwenye ubao sehemu kule ubaoni nitakuwa nauliza maswali. Hiki chote nakiandika ninapojiandaa sehemu yangu ya daftari ya maandalizi, na nimeikata hivi. Kwa hiyo vitu nitakavyovionyesha ubaoni pale nimekaa najiandaa na viandika hivyo. Kwa mfano hapa lazima niandike tena Petro na Amani. Hiki ndo nitakionyesha. Nasema hebu tuendelee kusoma jinsi Petro alivyoendelea kumfafanulia Amani, kumwelekeza mambo ya zaidi, mambo mengine kuhusu Biblia. Hebu tusome. Halafu naandika Petro na Amani hapa, nimeweka vitu nitakavyoandika. Halafu lakini pia utaona nimeandika hapa vitu vitakavyoelekezwa ubaoni. Unauliza maswali, lakini kwa mfano maswali mengine nitakayokuwa nauliza nani aliwahi kufika maktaba? Atakapofikia sehemu hii inayosema Biblia ni kama maktaba, akishasoma mtoto atakayesoma kipengele kile, akimaliza kale kaaya na wauliza wao sasa ni nani. Ninajiandaa kwamba nikifika pale sasa nitawauliza. Maana yake ninapojiandaa pale navuta darasa langu nalileta hapa kwenye hisia, halafu nafikiria itakavyokuwa nikifika hapa kipengele hiki kuhusu maktaba, nitawauliza nani aliwahi kufika maktaba. Halafu ninategemea watoto watajibu pale. Halafu nitawauliza swali la pili, akiwa amesoma hiki kisehemu kwenye maktaba, mliona kuna vitabu kama vipi hivi, aina za vitabu, halafu wataje. Halafu lakini atakapofika sehemu ya hapa tena kwenye agano, tayari nitauliza kama swali haka agano maana yake nini waliosoma pale. Halafu nitawaandikia. Nikiuliza naandika sasa hapa kwamba kumbe Biblia ina sehemu kuu mbili. Kuna agano jipya na agano la kale. Lakini Petro amemwelekeza Amani pia kwamba kuna maana ya agano ni nini. Kwa hiyo kisoma mtoto kule, ninawauliza na maswali nachomekea, sio naanza kubaki kule. Nachomekea kidogo mtoto akimaliza ile aya. Nachomekea kidogo kuwauliza kama wameelewa. Halafu kidogo, halafu nawaandikia. Kwa hiyo agano, maana ya agano ni mapatano. Halafu ninawaambia kwamba kumbe tangu mwanzo Mungu alipanga njia ya kushirikiana na watu kama Petro alivyomwelekeza Amani. Nafafanulia maana pale nataka wapajue kwamba ni mpango wa Mungu. Amepanga njia ya kushirikiana na watu, ameweka maagano. Tunalo la kale, tunalo na jipya. Halafu lakini hapa ninawaandikia
kile alichomwelekeza Petro, anamwambia Amani kwamba ni mpango wa Mungu. Agano pia ni mapatano, lakini pia ni mpango wa Mungu, ni mpango kati wa kuufuata kati ya Mungu na wanadamu. Ni mpango uliowekwa na Mungu ambao ni wa kuufuata kati ya Mungu na mwanadamu. Nitamfafanulia vizuri mtoto pale kwamba kumbe Mungu ameweka mpango ambao yeye atafanya kwetu, lakini na sisi mambo ambayo tunatakiwa tuyafanye kwa Mungu. Takuwa nimemfafanulia mzuri mtoto, halafu namwandikia abaki nalo hapa. Baada ya hapo na huku ninaandika kwenye mambo ya mwanafunzi kwamba hapa atasoma na kujibu kile ninachomuuliza. Atasoma na kujibu kile ninachomuuliza. Lakini jambo la 4, baada ya hapo nitapiga mstari kwenye daftari langu. Nikisha kuwa nimeandaa hivi kama unavyoona huu mstari, tapiga mstari huo kwenye daftari yangu hivyo kwamba kipengele hiki kimekwisha. Halafu nakuja kipengele cha kukaza maarifa. Kipengele cha kukaza maarifa hiki hapa nimeandika kwamba nitawasomea Timotheo wa pili, waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Timotheo, sura ya 3 mstari wa 14 hadi wa 17. Maana yake hapa sasa nitawasomea mimi mwenyewe. Nikiwasomea halafu nitazungumza nao kidogo kuhusu mistari hii. Baadhi ya maswali mafupi niliyoweka hapa nitawauliza. Andiko lenye pumzi ya Mungu ni lipi? Maana hapa kuna mstari unasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe mkamilifu, amekamilishwa katika kila tendo jema. Maneno kama yanayofanana na hayo. Kwa hiyo hilo kila andiko lenye pumzi ya Mungu, kwa sababu tunazungumzia andiko, nataka waone umuhimu na kazi ya andiko. Kwa hiyo nawauliza hivyo. Lakini nawauliza swali la pili, ina faida au Biblia ina kazi gani kwetu? Ina faida gani kwenye maisha yetu? Kazi ya Biblia kwenye maisha yetu ni nini? Halafu ninategemea watajibu yale majibu ninayotarajia. Ndo hivi, manake hapa nataka nikaze ujuzi mtoto mpaka anapotoka. Maana shabaha yangu pale niliyoweka ni wanafunzi, ni kwamba shabaha ya somo ni kwamba kuwasaidia wanafunzi kujua kwamba Biblia ni neno la Mungu na kuliheshimu. Mambo mawili, cha kwanza ajue ni neno la Mungu, cha pili aliheshimu. Kwa hiyo hapa nimeshafundisha kwamba kumbe ni neno, ni andiko lenye pumzi ya Mungu, na wameelewa pale mwanzo kwamba watu waliandika wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Wameshaelewa kwenye kipindi cha kwanza, na nimewauliza na swali. Sasa hapa ninataka wajue kazi ya neno la Mungu kwenye maisha yetu. Kufuata hiyo Timotheo, watanijibu tu kwamba kumbe tunapata kwenye Biblia mafundisho, inatufundisha. Halafu inatuonyesha makosa yetu. Hatutatambua makosa yetu bila kujua amri za Mungu. Kwa mfano, amri zinatuonyesha makosa yetu, ni kioo. Tunajitazama kama tumekwenda sawa mbele za Mungu au la. Kwa hiyo Biblia inatuonyesha makosa yetu na kutuongoza tutubu. Lakini hapa ya jambo la 3 inatuonya. Jambo la 4 inatuongoza katika njia za kweli. Haya ndiyo nitakaza waone umuhimu wa Biblia, wavute kuitumia na kutegemea kwenye maisha yao kwamba ni Mungu anasema nao. Baada ya hapo nitachora mstari kwamba hapa kwenye kukaza ujuzi, huku kaza maarifa ni kitu ambacho nataka mwanafunzi abaki nacho. Kile ambacho baada ya kujua lile niliyotaka ajue, sasa abaki na nini yeye, afanye nini cha kutenda yeye. Ndo hapa sasa. Kwa hiyo nimemaliza, napiga mstari wangu hivi kwamba kipengele hiki cha 4 nimemaliza nacho.
Halafu nakuja kipengele cha 5 ni mstari wa kujifunza kwa moyo. Kwenye kitabu kile cha Mwalimu nimeshapewa mstari wa kujifunza kwa moyo ambao wakajifunza kwa moyo ni Zaburi ya 119 mstari wa 105. Kwa hiyo hapa nitawasomea, halafu nitawaandikia ubaoni kama unavyoona nimeandika hapa kwenye eneo hili la ubao. Kwa hiyo halafu na hapa nilisahau kukuandikia, inaendelea ule mchoro wangu vile vile. Hapa ni kazi ya mwalimu. Hapa ni kazi ya mwalimu, lakini hapa ni kazi ya mwanafunzi. Kama hivyo utajua bila shaka. Kwa hiyo hapa nitamwandikia, nitamsomea kwenye Biblia au nitamwambia asome. Halafu akisha kusoma, wanafunzi wakisha kusoma, mimi nitawakaririsha hapa. Tahakikisha wamekariri, wamesema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Wote wakariri nione wamesema vizuri, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Na hapa nimesema wao watakariri. Baada ya kukariri huu mstari, basi nilikuwa wafundisha kale kawimbo toka somo la kwanza, halafu tena nimerudia tulipoanza kipindi, na hapa tena inabidi turudie kale kawimbo, kitabu cha Mungu ni bora, tuimbe tena. Halafu hapa tena baada ya kuimba wimbo nitapata maswali kutoka kwako, kwa wanafunzi. Nilisema kwamba kwenye maandalio yako na unapofundisha usiache kutoa nafasi ya wanafunzi kukuuliza maswali. Ni muhimu sana mwanafunzi akuulize maswali, nawe utoke ukijua ameelewa au hakukuelewa, na ujibu vizuri maswali ya wanafunzi. Sio dhambi kusema hilo swali sina jibu, nitaenda kuwatafutia jibu, lakini usiwadanganye, usibuni usiyoyajua. Unasema tu hilo nilikuwa litafuta jibu lake, naomba mnipe nafasi nitawajibu kipindi kijacho. Na kipindi kijacho ukija uwe mwaminifu kama mstari ule niliokuandikia wa Wakorintho wa kwanza 4 kwenye mstari wa 2. Kinachohitajika ni uaminifu. Ukifika waambie wiki iliyopita mliniuliza swali, kipindi kilichopita mliniuliza swali hili, nimepata jibu. Jibu ni hili hapa. Halafu unaendelea na maswali mengine ya kukumbusha somo lililopita. Baada ya hapo wamekuuliza maswali, basi ni sala. Fanya sala. Hii sala hapa, hata kwenye kipindi kilichotangulia nisema ni vizuri kwenye mwanzoni pale unaweza mwanafunzi ukaruhusu aombe. Kama mimi pale unaona nimeandika mwanafunzi mmoja ataomba. Lakini hapa ni muhimu mwalimu uombe, ili uandike sala unapojiandaa kwamba sasa pale mwishoni nitakapokuwa darasani nitaomba mimi mwenyewe. Unaweza ukaandika hata maneno machache ya kuomba hapa, ili kwamba hawa wa darasa la 5 na kuendelea ni wakubwa, lakini uombee vitu ambavyo usikose. Ombea wao, ombee afya zao, ombea kama kuna mitihani, ombea walimu wao, ombea wazazi wao, walezi wao. Kumbuka vitu vya muhimu kama hivyo kuwaombea. Labda kuna changamoto imejitokeza, unajua usiache kuwaombea. Lakini unaandika kidogo hapa, ndio maana niweka hivi videshi hivi. Lakini sasa baada ya hapo ukifanya sala, unaandika mstari kwamba hapa nitakuwa nimemaliza kipindi changu. Na hapa ndipo utakapoishia kipindi, utawaaga wanafunzi ukiwa darasani, utaondoka. Sasa hiki nilichokiandika hapa, nimeandika maoni ya mwalimu. Hiki hapa utakiandika sasa siku utakapokuwa umeenda kufundisha hili somo. Utakapokuwa umemaliza somo lako, umerudi nyumbani, unatafakari kipindi changu kimeendaje leo pale darasani, kiliendaje kile kipindi, nimeeleweka au sijaeleweka. Maoni yako uyaandike hapa. Au unasema ilikuwa changamoto, labda kimekuchezea, kimekuchemsha, uandike somo halikufanikiwa, nitarudia tena kipindi kijacho.
lakini limeenda vizuri, unashukuru Mungu, unaona kwamba hapana, kwa pale wanafunzi wameelewa kwamba Biblia ni neno la Mungu na wataliheshimu na kulitumia kwenye maisha yao. Wameelewa lengo langu, shabaha ya somo imefikiwa. Kwa hiyo hapa unaandika somo limeeleweka, shabaha imefikiwa. Hiki unaandika baada ya kuwa umeshaenda shuleni, umefundisha, sasa umerudi. Lakini leo nilikuwa na kuelekeza maandalizi yako utakayoandika kwenye lesson plan ya kwako. Kwa hiyo ukisha kuandika hivi, basi maana yake kitakachofuata kufundisha. Naomba Mungu akubariki sana. Hebu fuatana nami. Kipindi kitakachofuata nitakuonyesha ukiwa darasani. Mimi mwenyewe nitakuwa pamoja na wanafunzi darasani, halafu nitalifundisha somo hili ili uone mfano wake walau kidogo inaweza kuwaje. Mpendwa mwalimu, karibu sana. Sipokuwa samahani, sikukuandikia hapa juu huwa tunaandika lile somo maandalio ya somo. Maandalio ya somo. Halafu huwa tunasema kifupi chake sijui kifupi chake lugha ni lugha nyingine, hii inaitwa lesson plan. Inaitwa lesson plan. Namna hiyo. Kwa hiyo hii hapa ndo hivyo. Mungu akubariki mpendwa. Tuonane kipindi kijacho. Uwe vizuri, nifuate vizuri. Ni kazi nzuri yenye baraka, yenye heshima mbele za Mungu na yenye faida kubwa, kwa kuwa katika kufundisha unajifunza zaidi wewe mwenyewe. Mungu akubariki sana. Amen.